Ijumaa ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mimi ni Irene Kishewa. Jina langu ni Piana Suleiman na haya ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia jioni hii leo. Serikali ya shauri ya kuifanya lugha ya alama kuwa somo rasmi katika mfumo wa elimu nchini kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu. Licha ya juhudi zinazofanywa kuboresha sekta ya kilimo, bado changamoto mbalimbali zinaendelea kwa kabili wakulima. Na jambo la kimataifa, rais wa Afrika ya Kusini akabiliwa na shinikizo la kujiuzulu kufuatia uamuzi wa mahakama. Coastal Union yakamilisha maandalizi yake kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Yanga utakaochezwa saa 12 na dakika 15 KMC jijini Dar es Salaam. Mwana Maisha Fresh unaweza kulifuatilia pia Jambo la Leo mubashara kupitia tovuti yetu kwa kuandika www.jambofm.co.tz. Lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok, andika Jambo FM TZ, pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Tunalianza Jambo la Leo kwa taarifa kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeshauriwa kuifanya lugha ya alama kuwa somo rasmi katika mfumo wa elimu nchini kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu, hatua inayotajwa kusaidia kujenga jamii yenye usawa wa mawasiliano jumuishi kwa wote. Gideon Gregory na taarifa zaidi. Wakichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia bungeni jijini Dodoma, wabunge wa viti maalum wenye ulemavu Mheshimiwa Naslia Nasili Ali pamoja na Mheshimiwa Stella Ikupa wameeleza kuwa wananchi wengi bado hawana uelewa wa lugha ya alama, hali inayowafanya watu wenye changamoto ya usikivu kuendelea kukumbana na vikwazo katika upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii. Ningeomba sana Mheshimiwa Waziri, lugha ya alama iweze kufundishwa kama lugha rasmi mashuleni, kuanzia shule ya awali, msingi, sekondari mpaka vyuo vikuu. Iwe kama somo rasmi. Mimi naweza kusema nashangaa wakati mwingine tunakuwa na wakufunzi, tunakuwa na walimu, lakini sana najiuliza wanafanya kazi gani kama wanataka kujumuisha watoto wenye ulemavu, wakati huo hawawezi kuwafundisha kwa njia ipasayo. Si kweli kwamba kiziwi ataenda sokoni atakutana na mkalimani. Si kweli kwamba kiziwi ataenda kwenye daladala atakutana na mkalimani. Ataenda kituo cha polisi atakutana na mkalimani. Lakini tutakapotengeneza mtaala ama tutakapoandaa kizazi kijacho ambacho kila Mtanzania atajua lugha ya alama, ina maana itakuwa ni rahisi kuwasiliana na kiziwi popote ulipo. Atakuja saluni utawasiliana naye, atakuja kwenye kituo cha polisi utawasiliana naye, hospitali na maeneo mengine. Katika hatua nyingine, mbunge wa viti maalum anayewakilisha kundi la watu wenye ulemavu Mheshimiwa Nyamizi Mhoja amesisitiza wizara hiyo kuongezewa bajeti ili kuwezesha utekelezaji wa mpango wa serikali wa elimu jumuishi nchini. Maana elimu jumuishi ni kwamba mtoto mwenye ulemavu yeye ndo anasoma katika shule za kawaida, lakini zinaboreshwa, zinawekwa jumuishi kwa maana ya miundo mbinu inakuwa rafiki. Pia hata laboratory unakuta meza moja na nyingine, mtoto ambaye anatumia wheelchair hawezi kupita katikati. Sasa tunamzuia asisome masomo ya science. Serikali ione haja ya walimu wote kusoma elimu maalum. Kwa nini? Kwa sababu kila mwalimu atakapokuwa amesoma elimu maalum, tutaondoa hii gap ya walimu ambayo ipo, lakini pia tutamfanya mtu mwenye ulemavu asome kwenye mazingira yake. Pamoja na changamoto zilizopo, wadau wa elimu pamoja na wanafunzi wanaeleza kuwa maboresho yaliyofanywa na serikali katika sekta ya elimu yameanza kuleta mageuzi makubwa, hususan katika kuimarisha elimu na mazingira ya kujifunzia. Uwepo wa mitaala ambayo inaelekeza mafunzo ya mali inamwezesha kijana katika kila hatua ambapo anamaliza, iwe ni hatua ya msingi, iwe ni hatua ya sekondari na hata chuo, kila hatua anapomaliza, hata akisema akome hapo, anaweza kwenda kufanya kitu katika ulimwengu huu. Mazingira ya sasa katika sayansi na teknolojia yanatuwezesha sisi wanafunzi kuweza kusoma na kujifunza ili kuweza kukuza stadi yetu. Katika shule yetu, mfano kuna laboratory nzuri. Zamani VETA kwamba mtu huyu anasoma VETA anaona kama huyu amefeli, lakini sasa hivi inachukuliwa sana kwamba ni kitu kimbilio. Mageuzi yanayoendelea katika sekta ya elimu nchini yanaelezwa kufungua kurasa mpya wa maendeleo, huku yakitajwa kuwa msingi muhimu wa kujenga taifa lenye usawa, maarifa na fursa kwa kila mtoto wa Kitanzania.
Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Mkoani Geita, ambapo jambo la hapa ni licha ya juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali, wadau wa sekta ya kilimo pamoja na wakulima katika kuhakikisha mavuno bora yanapatikana na kilimo kinakuwa chenye tija, bado changamoto zinaendelea kuwepo, kama anavyofafanua zaidi Ibrahim Rojala katika taarifa yake. Sekta ya kilimo imeendelea kuimarika mkoani Geita kufuatia ongezeko la upatikanaji wa mbolea ya ruzuku na juhudi za serikali katika kuongeza tija kwa wakulima. Katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2025, serikali iliongeza upatikanaji wa mbolea ya ruzuku ndani ya mkoa huu kutoka tani 1684.67 hadi kufikia tani 5934.05. Hatua hii imechangia ongezeko kubwa la uzalishaji wa mazao, mathalani zao la pamba kutoka tani 9309 mwaka 2021 hadi kufikia tani 19632 mwaka 2025, ikiwa ni sawa na ongezeko la zaidi ya 110%. Licha ya juhudi hizo za serikali na kujitoa kwa wakulima kujikita katika kilimo, bado changamoto zipo, na moja kati ya changamoto hizo ni uwepo wa mbegu zisizo na ubora ama zilizoisha muda wake sokoni, kama ilivyotokea kwa mkulima huyu. Mimi naitwa Mpejiwa Hasani Mbarika. Mimi najihusisha kilimo cha mahindi na alizeti. Ili ni asili mbegu ya mahindi. Pindi kimoja nililima, yani ikawa haioti kabisa, mpaka ikabidi tena niende nikanunue sehemu nyingine. Kwa hiyo changamoto imo katika wauzaji wetu, wengine wanatuuzia mbegu feki. Baadhi ya wakulima wanasema changamoto kubwa ni kushindwa kutambua tofauti kati ya mbegu halisi na feki. Walivyofumua hapo nikagundua kwamba hii mbegu inawezekana ni feki. Nilivyoichunguza na mbegu yenyewe kuiangalia, nikaangalia kwamba sio kama niliyokuwa nimelima. Ndio ikabidi sasa niende Katoro kufuata hiyo nyingine. Yenyewe kuja kuifunua ndio kama ambayo nilikuwa nimelima hiyo mwaka juzi. Haikuendana na hii, ndio nilioipanda sasa. Hapo kinachotakiwa sasa mpaka ajue mbegu kwamba mbegu hii ikoje. Je, nishawahi kuitumia au sijawahi kuitumia? Sasa kama unaweza kutoa wakati mwingine hujawahi kuitumia na wewe umeelekeza tu kwamba mbegu fulani ni mbegu nzuri, haya unaenda kuichukua, sawa, unaweza ukaipanda ikakupa matokeo, lakini au wakati mwingine sifanyeje isikupe matokeo mazuri, kwa changamoto sasa na hasara umeipata. Kama vile humu nimepanda mara 2, mle nilipanda mara 2, lakini mle ndo bora hata hapa kidogo yamejitahidi. Yani hapo ni wewe tu. Sasa mbegu ni zile. Yani mahindi ni yale. Lakini wakulima wengine elimu wanayo na kuna yale wanayoyazingatia kabla ya kufanya uamuzi wa kununua mbegu. Thomas Elias, kazi wa Nyarugusu. Mara nyingine tunapoangalia hivi, ukiona aina kama hii, naonekana kama ni mbegu original kwa matumizi ya mbegu. Kuna mbegu unakoswa kila kitu kwenye maelezo hapa. Mara nyingine unashtukia kukichukua unasema ni fake, lakini ukiangalia kukikuta hii nembo, unajua ni kitu original kwa sababu kina jina lake maalum linalojitosheleza. Na hii vocha, na inasaidia kujua kwamba hii vocha ina usaidizi nini kwenye mbegu. Mara nyingine zinapigwa vitu ambavyo havina vocha, vinakuwa sio imara. Lakini ukiangalia ukikuta kuna hii aina na vocha, unajua hii ni kitu kizuri. Umeanzia kwenye mbegu za mahindi, nako zinakuwa na aina hizi. Kwa upande wa mamlaka zinazohusika zinasema zinaendelea kufanya kaguzi za mara kwa mara ili kuwabaini wafanyabiashara wanaouza mbegu feki na zilizopitwa na muda wake wa matumizi. Ninaitwa Ayubu Mshema, ni mkuu wa kanda ya Ziwa katika taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI. Katika zoezi la ukaguzi wa mbegu kwenye maduka ya pembejeo tumeweza kubaini uwepo wa baadhi ya changamoto. Kosa la kwanza ni kwamba kibali cha kuuza mbegu zinauzwa pasipokuwa na kibali kilicho hai, na kosa la pili tumegundua kwamba ziko baadhi ya mbegu ambazo ziko nje ya muda na zinaendelea kuuzwa. Na vile tukiwa katika huu mji wa Geita tumetembelea baadhi ya maduka, pia zipo mbegu ambazo zilikuwa ziko nje ya muda wa miezi 7, lakini vile kibali cha kuuza mbegu kimeisha na walikuwa wanaendelea kuuza mbegu. Lakini vile tumekuta baadhi ya mbegu hazina lebo na ziko nje ya muda. Lakini pia yako makampuni ambayo tumebaini mbegu zake hazijakidhi vigezo ambazo ziko nje ya muda na baadhi hazina lebo. Lakini kwa mujibu wa sheria ya mbegu imemtaka mzalishaji wa mbegu au msambazaji wa mbegu au muuzaji wa mbegu kuhakikisha mbegu anazoziuza ziko na ubora unaokubalika kwa mujibu wa sheria, kwa maana zipo katika muda wa miezi 7. Kutoka hapa 106.9 Jambo FM mkoani Geita, mimi naitwa Ibrahim Rojala. Kiongozi wa upinzani nchini Afrika Kusini Julius Malema amemtaka Rais Cyril Ramaphosa ajiuzulu kufuatia uamuzi wa mahakama ya kikatiba uliobaini kuwa bunge lilikiuka katiba kwa kuzuia mchakato wa kumuondoa madarakani mwaka 2022. Uamuzi huo umetokana na kesi iliyofunguliwa na chama cha Economic Freedom Fighters EFF cha Malema pamoja na washirika wake
na unaweza kufungua njia kwa kuanzishwa upya kwa mchakato wa kumvua madaraka dhidi ya rais huyo. Mwaka 2022 jopo huru la uchunguzi lilibaini kuwa rais huenda akawa na maswali ya kujibu baada ya dola 500,000 na 80,000 taslim kuibiwa nyumbani kwake kijijini, fedha zilizokuwa zimefichwa kwenye sofa, likiwa ni tukio lililozua maswali kuhusu chanzo cha fedha hizo, madai ambayo Ramaphosa ameyapinga. Hata hivyo, bunge lilizuia mchakato kumuondoa madarakani kupitia kura miaka 4 iliyopita, wakati chama chake cha African National Congress ANC kikiwa na wingi wa bunge. Jambo la michezo, klabu ya Coastal Union imekamilisha maandalizi yote kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Yanga utakaochezwa katika uwanja wa KMC majira saa 12 na dakika 15 jioni jijini Dar es Salaam. Kocha wa klabu hiyo Fikiri Elias amesema mchezo huo utakuwa na ushindani mkubwa kutokana na Yanga kutafuta alama 3 ili kuendelea kusalia kileleni na Coastal kutafuta alama ili endelee kuwa katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi. Kuelekea mchezo kesho dhidi ya Young African, sisi kama Coastal Union tumejiandaa vizuri kabisa kwa sababu tumepata wasaa kama siku 2, tumekuwa na session yetu ya maboresho kutokea mchezo uliopita, lakini pia tumepata nafasi ya kuandaa mbinu zetu na mpango bora kuelekea mchezo dhidi ya Yanga. Huku tukifahamu kabisa bora ambao Yanga wako nao, kwa sababu tunafahamu kabisa wao wanapambana ili waweze kupata ubingwa kwa msimu mwingine tena, lakini pia Coastal Union pia tunapambana kwa ajili ya kuendelea kuja katika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi. Kwa hiyo tutakuwa na mchezo mzuri wenye ushindani ambapo Yanga watauliza maswali na Coastal watayajibu, lakini pia Coastal au tutacheza kinyonge, pia lazima tuulize maswali tuone kama nao pia wanaweza kutujibu. Kwa hiyo nategemea kuwa na mchezo wa kiushindani kwa timu zote mbili. Motivation wise ni mchezo wenyewe. Niko na imani kabisa wachezaji wengi wanakutana na hizi A team, Simba, Yanga, Azam, Singida. Game wenyewe tayari ni motivation tosha. Kila mmoja anakuwa na kiu ya kuweza kupambana na hizi timu bora ili wao waweze kuonyesha talanta ambazo wako nazo. Kwa hiyo tunategemea vijana kesho watakuwa na spirit ambayo wamekuwa wakionyesha kwenye mechi zilizopita, lakini pia hata mazoezini tumeona chachu ambayo wamekuwa wakijenga kuelekea mechi dhidi ya Yanga. So mimi kama mwalimu niko na imani kubwa na wachezaji wangu kwa jinsi ambavyo tumeweza kuandaa physically and also mentally. Na hivi ndivyo tunavyoweka nukta jambo la leo la Mei 8 mwaka 2026.